Tunaendelea na kipindi cha Majilio ambacho kwa namna pekee Mama Kanisa anatutaka tujiandae kwa ajili ya ujio wa Kristo. Na katika tafakari ya neno la Mungu, zaidi sana Injili takatifu, mambo matatu ambayo tunajifunza kutoka kwa Kristo, na mambo hayo yatatusaidia tuweze kuishi vizuri katika kipindi hiki cha Majilio na kuchota neema na baraka, hatimaye Kristo aweze kuzaliwa kwetu vizuri. La kwanza, Kristo ni mponyaji. Wanakuja kwake wagonjwa, vilema, viwete na vipofu, anawaponya. Walikuwa na imani na yeye. Tazama, tumekuja mchana huu kushiriki baada ya misa takatifu. Tunakutana na Kristo, na sio tu tunakutana naye, lakini kwa kukomunika tunakuwa na muunganiko kamili na yeye. Tumwombe katika maradhi yoyote, katika shida zote za mwili na roho, Kristo akuponye saa hii. Unavyompokea Yesu kwa imani, Yesu anatenda kazi, na hivyo inategemea ni namna gani unajiweka kwake. Tumpokee kwa imani, yeye ni mponyaji. Lakini la pili, yeye ni mwenye huruma. Ana huruma, anawahurumia wale ambao wana shida, na huruma inaonyesha kabisa alikuwa ni mwanadamu mwenye kuugua kwa ajili ya matatizo ya wengine. Anaumia anapomwona mwanadamu anataabika, na hivyo anamsaidia. Tumetoka makazini, tumetoka kwenye biashara zetu, tumetoka kwenye familia zetu. Wapo ambao wanatuzunguka wenye shida na maumivu mbalimbali. Lazima tuingie kwenye ubinadamu, kupata uchungu na huruma kwa wale ambao tunakutana nao, na huruma na uchungu huo utusukume tuweze kufanya kitu cha kuweza kusaidia na kuleta furaha. Sio Kristo mzuri kuona mmoja anataabika, mmoja na maumivu, alafu bado tumekaa kimya, tufanyi chochote. Kristo anatufundisha leo huruma. Lakini la tatu na la mwisho tutakaolisikia katika Injili takatifu, Kristo ni mkarimu. Mkarimu. Kristo kile kidogo alichokuwa nacho anakigawa kwa watu wengi, na wengi wanashiba. Wapendwa, ukarimu unalipa. Ukarimu unatufanya tuweze kweli kuishi vizuri na kufurahiwa katika jamii ya watu. Tunapokuwa wakarimu, tunatimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tumwombe Mtakatifu Francisco Xaveri, padri ambaye kanisa linamkumbuka katika siku hii ya leo. Yeye alikuwa tayari kuacha maisha yake na kwenda mbali kuhubiri dini, kwenda mbali kumtangaza Kristo. Mwanzoni kabisa mwa karne ya 15, Francisco Xaveri anakwenda India, na huko kwa moyo wa dhati kabisa na moyo wa nguvu anaanza kumhubiri Kristo, akiwakomboa watumwa na kuwafundisha dini, kuwafundisha katekesi. Tumwombe atuombee tuweze kujiandaa vema, lakini tumtambue Kristo kama mponyaji, tumtambue Kristo kama mkarimu, na tumtambue Kristo kama mwenye huruma. Tukajifunze hayo tukijitambua